Mjadala mkubwa hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni kuhusiana na maamuzi ya Tanzania kununua umeme kwa ajili ya kanda ya kaskazini nchini Ethiopia. Imezua mjadala mkubwa, kila mmoja akizungumza la kwake. Hata hivyo, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ametolea ufafanuzi juu ya jambo hili, ambapo ameainisha hoja 6 kwa nini Tanzania inapanga kununua umeme kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kanda ya kaskazini. Ametiririka hoja zake 6 nzito kabisa, lakini tukiachana na ufafanuzi ambao ameutoa Gerson Msigwa, Zitto Kabwe, aliyekuwa kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, amezungumza kile anachokifahamu kuhusiana na swala hili la Tanzania kununua umeme nchini Ethiopia. Tukianza kwanza na ufafanuzi wa msemaji wa serikali Gerson Msigwa, ameanza kwa kusema kwa nini Tanzania inapanga kununua umeme kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kanda ya kaskazini. 1. Umeme uliopo katika gridi ya taifa unazalishwa kutoka ukanda wa kusini mashariki, na hivyo kulazimika kusafirisha umbali mrefu kwenda maeneo mbalimbali nchini, hali inayosababisha upotevu mkubwa wa umeme. 2. Kwa kanda ya kaskazini, upotevu wa umeme unaposafirisha umekuwa ukisababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 32 kwa mwaka. 3. Kutokana na upotevu huo na usafirishaji mrefu wa umeme, kanda ya kaskazini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa ya kukatika kwa umeme mara kwa mara, hali ambayo inawaathiri wananchi. 4. Ununuzi wa umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya utasaidia kuondoa changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kuokoa upotevu mkubwa wa umeme unaokwenda katika kanda hiyo. Anaendelea. 5. Aidha, gharama za umeme unaonunuliwa kutoka Ethiopia ni nafuu kutokana na Tanzania kuwa mwanachama wa gridi ya umeme wa ukanda wa kaskazini mwa Afrika, ambapo nchi zina makubaliano ya kuuziana umeme kwa gharama nafuu ambayo inalingana ama ni chini ya gharama za uzalishaji umeme zilizopo sasa hapa Tanzania kwa baadhi ya vyanzo vyetu. 6. Utaratibu wa Tanzania kununua umeme kutoka nchi jirani umekuwa ukifanyika tangu miaka mingi, hususani mikoa pembezoni ambayo ni Rukwa kutoka Zambia, Kagera kutoka Uganda na Tanga kutoka Kenya. Lengo kuu la kununua umeme kwa ajili ya maeneo ya pembezoni mwa nchi ni kuimarisha gridi ya taifa na kuiwezesha nchi kuwa na njia mbadala ya kupata nishati ya umeme pale kunapotokea changamoto katika gridi ya taifa. Hali kadhalika, Tanzania ina mpango wa kuuza umeme katika nchi jirani zetu kupitia mpango wa soko la pamoja la umeme ama kupitia gridi ambazo ni wanachama. Mojawapo ya makubaliano ya wakuu wa nchi katika mkutano wa nishati uliofanyika hivi karibuni jijini Dar es Salaam ni kuuziana umeme kati ya nchi na nchi kupitia kuunganishwa kwa gridi za nchi hizo. Huo ni ufafanuzi ambao umetolewa na Gerson Msigwa ambaye ni msemaji mkuu wa serikali. Sasa kile ambacho amekiandika Zitto Kabwe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani Twitter. Zitto Kabwe ameanza kwa kusema, nimeona mjadala mkali kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia. Bahati mbaya mjadala umejikita kwenye umbali, distance. Ni muhimu kuelewa biashara katika sekta ndogo ya umeme. Kwenye biashara ya umeme, cross borders power trade, ukinunua umeme kutoka nchi A, umeme huo husafirishwa mpaka nchi B. Umeme unawekwa pamoja, power pool, kisha nchi zina trade kati ya surplus countries na deficit countries. Mfano, Tanzania ikinunua wati 100 kutoka Ethiopia
inaweka umeme huo kwenye gridi ya Kenya, na Kenya inaipa Tanzania wati 100 zote katika kituo cha nguvu ya umeme kilichopo mpakani. Kwa maana hiyo, Tanzania inapokea wati 100. Namanga, mkoa wa Arusha, Tanzania haichukui wati 100 nchini Ethiopia kwenye chanzo na kusafirisha mzigo kama gunia la viazi kwenye lori. La hasha, Tanzania inachukua mzigo wake mpakani. Ni kama unapotuma pesa kwa M-Pesa. Pesa zile hazitembei kutoka wakala mmoja kwenda mwingine, unachukua kutoka float ya wakala anayekupa umeme. Ni hivyo hivyo. Zitto Kabwe hapa anaendelea, anasema Tanzania hiyo hiyo ikizalisha umeme Rufiji inaosafirisha mpaka Arusha kwa sababu ni gridi moja. Transmission loss ya kutoka Rufiji mpaka Arusha yaweza kufika 15% hadi 20%, ili hali kuna significant transmission loss kutoka Namanga kwa sababu umeme unaingia kwenye matumizi moja kwa moja kwa kupoozwa kwenye power station kutoka 400 kV mpaka 66 kV mpaka 33 kV mpaka 11 kV za majumbani. Hoja ya msingi inayopaswa kujibiwa na serikali: Msigwa, je, umeme wa ziada tunaozalisha tunaupeleka wapi? Kama ambavyo Ethiopia inauza umeme wake wa ziada, Tanzania inapeleka wapi umeme wake wa ziada? Hapa Zitto Zuberi Kabwe anahoji swali kwamba umeme wa ziada wa Tanzania unauzwa wapi? Kama Ethiopia inaiuzia Tanzania umeme wake wa ziada, je, sisi Tanzania tunauza umeme wetu wapi? Je, tukinunua umeme Ethiopia na sisi kuuza kwa nchi jirani, tutakuwa net exporters au net importers wa umeme? Je, tukinunua umeme Ethiopia na sisi kuuza kwa nchi jirani, tutakuwa net exporters au net importers wa umeme? Jambo TV, mwiteni waziri space mhoji mambo haya. Hilo ndilo ambalo Zitto Zuberi Kabwe amelieleza. Lakini kama unavyojua, unapozungumza jambo lolote kwenye mitandao ya kijamii, basi wengine pia wana uhuru wa kutoa maoni yao. Huyu jamaa anajiita think different. Anasema Kenya haina huo umeme karibu na Namanga au Tarime. Tujitegemee na tumemaliza kupigwa kwenye USAID, tumeanza tena kwenye umeme. Why tusiongeze umeme wa gas na kutumia hiyo bomba kwa 100% kuzalisha umeme? Bwawa tumefika wapi nalo limeshindwa? Story ya distance imetokana na Msigwa. Zitto amemjibu huyu think different, anasema kwamba katika dunia ya sasa huwezi kukwepa cross borders trade ya umeme. Ukiwa katika East Africa Power Pool au Southern Africa Power Pool, unakwepa vipi kuuza au kununua umeme? Umeme wako wa ziada utaupeleka wapi? Unalinganisha vipi misaada ya USAID na biashara ya umeme? Mheshimiwa Zitto, hebu tueleze na wewe, kama Tanzania ilikuwa na plani ya kuuza umeme Kenya, kwa nini wakanunue Ethiopia? Wasifanye hicho walichokisema umeme mambo ni mazito kweli kweli. Comment zimekuwa ni nyingi sana hapa. Mwami Zitto Zuberi Kabwe amevamiwa na watu wengi, lakini amejitahidi kadri alivyoweza kujibu hoja. Huyu anajiita Benedu, anasema hii ni kamba, Kenya wanateseka, hawana umeme, hau
wakupe tena huo umeme direct from Ethiopia. Ni kwamba TZ tunadanganya hadi tunasahau uongo tuliokwisha sema. Zito anasema huwezi kufikisha umeme wa Ethiopia nchini Tanzania bila grid ya Kenya. Kinachoingia grid ya Kenya kutoka Ethiopia ndicho kinachotoka grid ya Kenya kuingia Tanzania. Inaitwa East Africa Power Pool. Tanzania ndio nchi inayounganisha East Africa Power Pool na Southern Africa. Mambo ni moto kweli kweli. Wewe kama mtazamaji wa video hii, wewe Mwanabongo 24 News, maoni yako ni yapi katika hili? Hakikisha unaweka maoni yako sehemu ya comment.